Mahujaji wa matumaini, matumaini hayakatishi tamaa. Karibu kwa masomo ya misa Dominika ya 4 ya Pasaka mwaka C, Dominika ambayo huitwa Dominika ya Kristu mchungaji mwema. Ni siku ya kuombea miito ya upadri na utawa ulimwenguni. Karibu kwenye channel hii yenye hukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, sala na mafundisho mbalimbali ya Kanisa Takatifu Katoliki. Kama bado hujasubscribe, na kusihi usubscribe. Kusubscribe haina gharama yoyote. Somo la kwanza, Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 14 kisha mstari wa 43 hadi 52. Haya basi, tunawaendea watu wa mataifa. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile Paulo na Barnaba walitoka Perge, wakaendelea na safari, wakafika Antiokia katika Pisidia. Siku ya Sabato waliingia katika sinagogi, wakaketi. Wengi wa Wayahudi na waabudu wageni wakawafuata Paulo na Barnaba, nao walisema nao, wakawatia moyo waishikilie neema ya Mungu. Sabato iliyofuata, watu karibu wote wa mjini walikutana ili kusikia neno la Mungu. Wayahudi walipoona umati wa watu, walijaa wivu, wakayapinga maneno ya Paulo na kutukana. Paulo na Barnaba walihubiri waziwazi wakisema, ilikuwa haki yenu kuhubiriwa kwanza neno la Mungu, lakini kwa sababu mnalikataa na kwa hukumu yenu wenyewe hamstahili uzima wa milele. Haya basi, tunawaendea watu wa mataifa, kwa maana ni hayo aliyotuagizia Bwana aliposema, nimekuweka uwe mwanga wa watu wa mataifa na mjumbe wa wokovu hata miisho ya dunia. Watu wa mataifa waliposikia hayo walifurahi, wakalitukuza neno la Bwana. Na wote waliokuwa wamewekewa uzima wa milele walisadiki, na neno la Bwana likaenea katika nchi ile yote. Lakini Wayahudi waliwachochea wanawake mashuhuri, wacha Mungu na wasimamizi wa mji, wakasababisha kuwadhulumu Paulo na Barnaba, wakawafukuza katika eneo lao. Nao wakakung'uta mavumbi ya miguu kwa kuwasuta, wakaenda Ikonia. Wafuasi lakini walijaa furaha na Roho Mtakatifu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 100 mstari wa 2, wa 3 na wa 5. Kiitikio ni mstari wa 3C. Maneno ya kiitikio: sisi tu watu wake, taifa lake na kondoo wa malisho yake. Au haleluya. Sisi tu watu wake, taifa lake na kondoo wa malisho yake. Sisi tu watu wake, taifa lake na kondoo wa malisho yake. Sisi tu watu wake, taifa lake na kondoo wa malisho yake. Mshangilieni Bwana, nchi yote, tumikieni Bwana kwa furaha,
Njoni mbele zake kwa kuimba, sisi tu watu wake, taifa lake, na kondoo wa malisho yake. Jueni Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba, nasi tu watu wake, taifa lake, na kondoo wa malisho yake. Sisi tu watu wake, taifa lake, na kondoo wa malisho yake. Kwa maana Bwana ndiye mwema, wema wake wadumu milele, uaminifu wake unadumu kizazi hata kizazi. Sisi tu watu wake, taifa lake, na kondoo wa malisho yake. Sisi tu watu wake, taifa lake, na kondoo wa malisho yake. Somo la pili. Ufunuo sura 7 mstari wa 9 kisha mstari wa 14b hadi 17. Mwanakondoo atawachunga na kuwaongoza kwenye chemichemi za maji ya uzima. Somo katika kitabu cha Ufunuo wa Mtakatifu Yohane. Mimi Yohane nilitazama, nikauona umati mkubwa asioweza mtu kuhesabu, watu wa kila taifa, kabila, ukoo na lugha. Walikuwa wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwanakondoo, wamevikwa mavazi meupe na kushika matawi ya mitende mikononi mwao. Mmojawapo wa wale wazee akaniambia, hawa wanatoka katika dhulumu kubwa, wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Ndio wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, wakimtumikia mchana na usiku hekaluni mwake. Na yeye anayekaa katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Hawataona tena njaa wala kiu. Jua kali na upepo wa hali havitawachoma tena, kwani mwanakondoo aliye katikati mbele ya kiti cha enzi atawachunga na kuwaongoza kwenye chemichemi za maji ya uzima. Mungu mwenyewe atayafuta machozi yote katika macho yao. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Mimi ndimi mchungaji mwema, asema Bwana, na wajua walio wangu, nao walio wangu wanijua mimi.
Somo la Injili mwinjili Yohane sura ya 10 mstari wa 27 hadi 30. Nawapa kondoo wangu uzima wa milele. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, e Bwana. Wakati ule Yesu alisema, kondoo wangu usikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nawapa uzima wa milele, hawataangamia milele. Hakuna awezaye kuwapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkubwa kuliko wote, na hakuna awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu umoja. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.